Aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI, James Comey, amefunguliwa mashtaka rasmi na serikali ya Marekani kufuatia madai ya kutoa tishio dhidi ya Rais Donald Trump kupitia chapisho lake la mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, mashtaka hayo yaliidhinishwa na jopo la majaji Grand Jury katika wilaya ya Mashariki ya jimbo la North Carolina, ambako Comey anadaiwa kupiga picha iliyozua utata. Comey anashtakiwa kwa makosa mawili makuu ambayo ni kutoa tishio dhidi ya rais pamoja na kusambaza ujumbe wa tishio kupitia mawasiliano ya majimbo tofauti. Chanzo cha mashtaka hayo ni picha aliyochapisha mwezi Mei mwaka jana ikionyesha magamba ya bahari yaliyopangwa kwa kuunda namba 86 na 47. Katika maelezo ya picha hiyo, Comey aliandika kuwa alikuwa ameona muundo mzuri wa magamba wakati wa matembezi yake ufukweni. Hata hivyo, mara tu baada ya kuchapishwa, picha hiyo ilizua mjadala mkubwa hasa kutoka kwa viongozi wa chama cha Republican na baadhi ya maafisa wa serikali waliodai kuwa ujumbe huo ulikuwa na maana ya kisiri ya kumtishia rais. Kwa tafsiri ya slang ya Marekani, namba 86 wakati mwingine hutumika kumaanisha kuondoa au kuangamiza, huku 47 ikirejelea nafasi ya Trump kama rais wa 47 wa Marekani. Kutokana na tafsiri hiyo, mamlaka zilianzisha uchunguzi na Comey aliojiwa kwa saa kadhaa na maafisa wa usalama mjini Washington DC. Inaripotiwa pia kuwa hati ya kukamatwa kwake ilitolewa, ingawa bado haijathibitishwa kama atakamatwa au atajisalimisha mwenyewe. Kijibu tuhuma hizo, Comey amekanusha vikali madai hayo na kusisitiza kuwa hana hatia. Katika ujumbe wa video aliochapisha mtandaoni, alisema haikuwa nia yake ya kutoa tishio lolote na kwamba ana imani kamili na mfumo wa mahakama wa Marekani na yupo tayari kukabiliana na kesi hiyo. Hii si mara ya kwanza kwa Comey kukabiliwa na mashtaka chini ya utawala wa Trump. Mwaka uliopita alishtakiwa kwa madai ya kudanganya bunge kuhusu uvujishaji wa taarifa kwa vyombo vya habari. Hata hivyo, kesi hiyo ilitupiliwa mbali na mahakama baada ya kubainika kuwa kulikuwa na kasoro katika uteuzi wa mwendesha mashtaka aliyesimamia kesi hiyo. Wataalamu wa sheria wameonyesha mashaka kuhusu uwezekano wa kesi hiyo kufanikiwa, wakieleza kuwa ushahidi uliopo hauonyeshi wazi kuwa kulikuwa na tishio la moja kwa moja dhidi ya rais. Wakati huo huo, binti yake Comey, Maureen Comey, ameendelea na kesi mahakamani akipinga kufutwa kazi kwake katika idara ya haki, akidai alilengwa kutokana na uhusiano wake na baba yake. Maureen anadai alifutwa kazi kwa sababu ni binti wa Comey na anadai fidia pamoja na kulipa gharama za kuendesha kesi hiyo. Julai 16, wiki mbili baada ya Comey kuhukumiwa, Maureen alipokea barua pepe akifahamishwa kuwa amefutwa kazi kwa mujibu wa kifungu cha 2 cha katiba ya Marekani. Kesi dhidi ya Comey inatarajiwa kuvuta hisia kubwa za kisiasa na kisheria, huku mjadala ukiendelea kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza na matumizi ya sheria katika masuala ya kisiasa nchini Marekani.